nampa mimi kila kitu nataka, nachukua kwa engineer. Nataka simu, nataka hela, engineer kwa anampa mimi. Alafu nakula hela Simba. Leo na iko hivyo. Kwa maisha yangu kwa sababu ya hela. Lakini inakuumiza kwa namna sana mpaka sasa hivi. Naumia, unajua kama unaangalia CV yangu, mara kwanza nachukua kadi nyekundu. Ndio mechi ya kule. Alafu nimechukua kwa sababu nilikuwa na sira sana mpaka tumecheza mechi ya Mkapa, Boko alikuwa naona kama amepata mimi mpaka kule. Unaona? Ilikuwa imebaki kwa kichwa wangu stress hiyo. Unaona? Ndio maana nimefanya kama wanaenda tu wacheza hivyo. Bali kuna vitu wanafanyaka. Alafu timu kubwa na mimi mchezaji. Kama nakula hela, utaenda kufanya mambo utajua. Utajua. Ndio washabiki walikuwa hivyo. Washabiki kama unacheza vizuri watafurahi. Unakosea batatukana. Ndio maisha washabiki. Ndio uwezo kusema washabiki wote wake vibaya, hapana. Lakini watu walikuwa wanauma kwa sababu wewe ndio ulikuwa engine ya timu na wanaamini tumepoteza kwa sababu ya Mukoko. Kwa hiyo zile hisia kama unavyosema hizi timu kubwa, hapana, hii Mukoko sio bure, hii Mukoko kwa sababu akirudia wanaona kabisa ni kama ulikuwa unamwangalia Boko na ukampiga kabisa Pepsi cha makusudi, ikiwa ni mchezaji mkubwa na watu wanaamini kwa experience ya Mukoko. Mechi ambayo ni ya finali, kwa nini amenafanya hivyo? Maana ikazua hiyo taharuki. Wewe kwako ni tafsiri vipi? Ndio maana nimeongea na wewe, tuwezi kuangalia mpira ya Afrika. Tuanze kuangalia mpira ya nje kwa sababu inatokeaga tunaona hata wewe unaangalia TV unaona kipa mpa mpira anafanya goli imeingia alafu amekula hela. Tunaona derby Barcelona Madrid. Mchezaji Madrid amekuja kusalimia mtu mchezaji. Wewe anachukua jezi yake anampa hela. Amekula hela. Kwa nini kama sisi Afrika tunaanza kufuatilia mambo kama hivyo? Na sio vizuri kwa anampa kama washabiki. Mambo kama washabiki hivyo sio vizuri. Hivyo atalibisha maisha ya wachezaji nyingi sana. Kama watu wanatoka nje na ataongea hata ndugu yake usiende kule kwa sababu kule wanaongea moja mbili tatu. Unaona mpira Tanzania inaanza